me, I'm very excited for Vijana to Thrive because it comes to complete the cycle that has been missing in training. Because basically training has been taking place, but we do not follow through to the employment aspect. But with Vijana to Thrive, we are completing the cycle. Kongamano la wadau chini ya mpango wa Vijana to Thrive leo limefanyika Mtwapa, likiwaleta pamoja wawakilishi kutoka taasisi za kampuni mbalimbali ikiwemo EPZ, taasisi za TVET pamoja na mashirika ya kuwawezesha vijana kujadili suluhisho la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Kongamano hilo lilioandaliwa na Swahili Port Hub Foundation kupitia mpango wa Vijana to Thrive lilijikita katika kuunda nafasi za ajira kwa zaidi ya vijana 30,000 katika ukanda wa Pwani na maeneo mengine. Chance them out. Then garment technology, pattern makers, merchandisers, machine maintenance, boiler operator. As a program, we are targeting to reach around 42,900 young people and support 30,000 of them to get into dignified and fulfilling work. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Nancy Gathege alisisitiza umuhimu wa elimu ya TVET, akisema kuwa ina jukumu kubwa katika kuwasaidia vijana kutoka kwenye masomo hadi kwenye ajira. My name is Nancy Gathege from the Department of Education and Vocational Training, Mombasa County. I am the Director of Vocational Training. Our TVET institutions, our main goal is to transit our young people into employment. And for this, we have, as TVET, we are identifying the gaps that are there in the industry, and also incorporating the CBET curriculum that is competency-based to ensure that our young people that are trained in our institution are prepared for the job market. For me, I'm very excited for Vijana to Thrive because it comes to complete the cycle that has been missing in training. Because basically training has been taking place, but we do not follow through to the employment aspect. Kwa upande wake, James Ndongo alieleza malengo ya mpango wa Vijana to Thrive, akisema kuwa mpango huo umeundwa kuwaunganisha vijana na fursa za kiuchumi, mafunzo ya ujuzi pamoja na njia za kupata ajira. My name is James Ndongo. I'm the program manager Vijana to Thrive program. Vijana to Thrive program is a program that is seeking to accelerate access to economic opportunities for young people. And we talk about economic opportunities, we're looking at young people accessing job opportunities or venturing into entrepreneurship. As a program, we are targeting to reach around 42,900 young people and support 30,000 of them to get into dignified and fulfilling work. This is across 4 communities, that is Mombasa, Kilifi, Kitui, as well as Nairobi, working closely with 4 key partners, that is National Council of Churches of Kenya, IFO Impact Foundation, as well as Mastercard Foundation. Wakati huo huo, Sabrina Mohamed alitoa wito wa kuwajumuisha akina mama vijana katika programu za uwezeshaji, akisema hawafai kuacha nyuma. Akiongeza kuwa kuwawezesha kiuchumi kutasaidia kuboresha familia na jamii kwa ujumla. Ukiangalia mother, personally mimi I'm very good nikiwa hapa, mtoto wangu yuko pale na muangalia, but nafanya kazi. I'll work 100%. It's very good we can have these spaces where we can create and we can be able to support each other, where we can create these spaces where hata kama kweli we in an industry mama anafanya kazi, but mtoto wake hata kama ni karumu kadogo, we put toys and just one person angalie, because I am 100% sure that young mother is going to work 100%. Wadau katika kongamano hilo walikubaliana kuhusu umuhimu wa ushirikiano kati ya taasisi za serikali, sekta binafsi na mashirika ya kijamii katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Na nikiripotia Swahili Port FM kutoka eneo la Mtwapa County ya Kilifi, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Port FM 91.7. Marhaba.